Hello, mambo vipi? Mimi ni Grace Ibrahim kutoka EATV Digital na leo nipo hapa na mashabiki kindakindaki kabisa kutoka klabu ya soka ya Simba. Na kwa siku ya leo nitakwenda kuwauliza kuhusiana na sakata ambalo linaendelea kwa hivi sasa. Sakata la kushikiliwa kwa baadhi ya mashabiki wa Simba. Wameshikiliwa na polisi kwa taarifa zinavyosema hivyo. Nataka niwaulize wao kama mashabiki, ili swala wao wamelipokeaje, na je, pengine kwenye ili swala ni nani alaumiwe? Ni shabiki ana matatizo au kuna sehemu kuna matatizo? Bwana, mambo vipi? Fresh kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Nyami Simba. Hebu tuambie kuhusiana na sakata ambalo linaendelea hivi sasa Simba. Nyinyi mmelipokeaje baada ya kusikia kwamba kuna baadhi ya mashabiki wenzenu wanashikiliwa na polisi? Ni sakata ambalo naweza nikasema ni la ovyo, walifai na kitu ambacho hakitakiwi kuentertainiwa kwenye media nyingi, na hata nyinyi waandishi sio kitu ambacho mnatakiwa mkizungumzie sana, kwa sababu ni kitu cha ovyo kabisa, kijengi klabu yetu, kinaidhoofisha klabu yetu. Na kitu ambacho mimi ninachokiona kwa sasa hivi, kila shabiki na mwanachama wa Simba afocus arudi kwenye Simba nguvu moja. Tumetoka kwenye Simba nguvu moja, kwetu si imekuwa kama laana. Mtu anajua slogan ya Simba ya ubaya ubora ndo slogan ya Simba, kumbe slogan yetu ndo Simba nguvu moja. Kwa hiyo turudi kwenye nguvu moja, tuijenge klabu yetu. Hivi vitu vinavyoendelea vyote havina maana. Mimi miongoni mwa vitu siamini, hakuna mtu aliyetoka mbeleni, hata nyinyi mtanisaidia, kama kuna kiongozi yote alitoka mbele akasema kwamba anawahitaji hawa mashabiki waliozungumza hivyo wakamatwe, hayupo. Lakini unakuta ni sisi wenyewe mashabiki kwa mashabiki tunauana. Yaani sisi wenyewe kwa sisi wenyewe tunatengenezana unafiki huo kwa maslahi labda ya kumridhisha mtu fulani, unaelewa, labda kumridhisha kiongozi fulani. Ni kitu sio nzuri, inatengeneza chuki kwenye klabu yetu, inatengeneza mtengano kwenye klabu yetu, haitengenezi umoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo havina maana. Nashukuru Mungu waliyeshikiliwa jana, na ripoti ya mmoja aliachiwa jana ile mzee Muhindi aliachiwa na aliambiwa leo akaripoti saa 3, lakini haina kitu chochote, hakuna kitu chochote cha maana nafikiri. Yes. Muhindi pamoja na wenzake walikuwa wanaiongelea timu yao ambayo wanaipenda kwa kiasi kikubwa sana. Pengine tuambie, hili swala wanatakiwa walaumiwe mashabiki ambao wamekamatwa au kuna kitu ambacho kipo nyuma pazia? Kwanza kwa majina naitwa Kasim Abdalla Mloloma au MC Mloloma, maarufu mtandaoni MC Mloloma, MC wa Simba. Na katika swali unaniuliza hilo, mimi niko tofauti kidogo na ndugu yangu. Sasa hii ndio picha halisi ya Simba jinsi ilivyo. Leo hii huyu kaongea hivi na mimi naongea hivi. Na hata jamii ipo hivyo hivyo. Kuna shabiki kwa upande huu, kwa shabiki kwa upande huu na kwa shabiki kwa upande huu. Sawa? Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu hatuko nguvu moja tena kama ilivyokuwa. Kuna kiongozi anataka upande wa Mo, kwa kiongozi kwa upande wa Mangungu, kuna mwingine upande wa Jeruti. Umeona? Leo hii wale kina Muhindi wamekamatwa. Lakini kwa nini walikamatwa? Kwa sababu hawao katika misingi yao kuwa kama shabiki. Sawa? Kazi ya uongozi waachie viongozi, kazi ya serikali waachie serikali. Uwezo kusema hivi ukasema ukapiga kelele, mama naomba tusaidie hivi na hivi na hivi na hivi. Serikali inaona, serikali ina mkono mrefu. Inaona yote tunapitia Simba, inaona yote tunapitia Yanga. Inaona timu zote za ligi kuu na ambazo haziko ligi kuu. Sasa ukisema tu mama leo angalie kwa ajili ya Simba, kuna shida hapo ipo. Alafu na kingine pia, yani usiingize masuala ya serikali kwenye masuala ya michezo. Simba ina uongozi. Kama uongozi ni shida, basi tukae chini kama yani tukae chini, yani kama Simba tutatue hili tatizo. Kama sisi mashabiki tunaona kuna shida, sisi tunasimamia 51. Tuliita kikao cha dharura? Hatujaita. Lakini si ndo kama hivyo mashabiki baadhi yenu wanajitokeza wanaitisha press mbele ya vyombo vya habari afu wanaongelea shida zenu? Zile press sio sahihi, zile ni makosa pia. Uwezi kuita press kwa nani gani? Na unalaumu kitu gani? Sisi tuna mzazi wetu. Mzazi wetu ni uongozi. Tunatakiwa kuna jambo lolote tunaita uongozi. Bwana, hapa uongozi wetu uko 1 2 3. Uongozi wao ndo atajua afanye nini. Bwana, wanachama wanataka kikao cha dharura. Kikao cha dharura tunakaa na mwenyekiti wetu, basi tunamshumu mwenyekiti wetu. Mangungu basi nitajiweka watu ukubali. Basi Mangungu yeye katika mkutano awe tu member kawaida. Mwenyekiti msaidizi ndo awe kiongoza mkutano. Ili tumjadili mwenyekiti wetu. Hatufanyi hivyo. Mangungu mbona msikivu anasikiza, na Mangungu hata leo kuita ofisini kwako ongea naye. Na sisi wengine hatujui, yani shabiki leo mwingine shabiki mwingine anamwambia Mangungu, mwambie kosa Mangungu nini? Hajui. Kwa hiyo sisi ni bendera fuata upepo tu. Simba inafanya vibaya, Simba hajafanya vibaya. Swala kama swala ni usajili. Usajili kikubwa ni kumleta mchezaji pale. Afanye vizuri, asifanye vizuri, ni swala mchezaji. Leo yeye amekuja Dumbia pale. Watu wote wanalaumu Dumbia.
Lakini swala lilopitia Dumbia hata Yanga washakuipitia kwa Dube. Tulikuwa naongea hapa, mashabiki wa Yanga wote hawajawahi kumtaka Dube kwa Dube aondoke, Dube afungi vile. Walikuwa wanamuombea na walikuwa wanamuimba uwanjani. Dube alikuwa akifunga analia kwa sababu wanaona mashabiki wanampenda, afu yeye afanye kitu anapenda mashabiki. Na sisi tulikuwa tumuimbe Dumbia. Lakini leo hii hao wanachama na mashabiki wa Simba ndio tunaongoza kumkejeli Dumbia. Ikiwa katika mechi moja tu kocha anaingia kwenye mtego, anakuja kumtoa Dumbia kwa maana ya kwamba hamridhishi wakati Dumbia anafanya vitu vizuri. Kwa maana unataka kusema kocha anasikiliza maneno ya mashabiki sana kuliko kufanya kazi yake ipasavyo. Sasa hili swala la nje ya uwanja limeingia mpaka ndani ya uwanja. Saa hizi unavyoona lipo hivi fuku la chini hivi. Sio kwa viongozi walioni, sio kwa bodi ya timu waioni, wanaona vizuri. Na hata saa hizi pale lipo, usikute hata kocha wetu mwenyewe huyu kakalia kutikavu. Kwa muda wote utaje kusikia tu kocha anatuaga kwa sababu anayaona anaopitia haya. Kwa hiyo sasa hivi inatakiwa kama issue ni kwamba mfumo wa uendeshaji tubadilishe. Kama kuna engo ambayo ya kuwaiga Yanga, tukawaulize tuwaige, wenzetu wanaendeshaje uongozi wao. Kwa hiyo mpaka hapa chochote kizuri ni gharama. Mpaka hapa mmekubali kwamba kuna kitu mnatakiwa mkige kutoka kwa Yanga. Ndio. Mmoja hapo mimi nakiri kwamba unavyoona Yanga uongozi wao unaenda vizuri, zile ni gharama. Wamejifunza. Tulikuwa tunaona kipindikio wakina engineer walianza kuingia katika kuongoza Yanga mwaka wa kwanza, mwaka wa pili wakausafiri na mara waende Spain, mara waende Uholanzi, mara waende wapi, wanajifunza. Na tuliona hata baadhi ya interview zao wanakuambia kuwa katika vitu ambavyo Yanga wamefanya ni kujifunza kwanza issue uongozi kwanza. Ukisha wini kwenye uongozi ndio hata timu itaenda vizuri. Hasa masakata kama haya sisi hatujui nani ataje kumaliza mgogoro. Aje Momo nyendo amalize, aje Mangungu amalize, au aje Jeruti amalize. Jeruti anataje kwa nini wakati Jeruti ni mzabuni tu? Anaingiaje hapa? Umeona? Atoe tunasema katika swala hata swala la kumsajili Faisali tumeshindwa kwa sababu mambo yetu weka hadharani. Tuacha kutangaza dunia kwamba jamani tuchangie tununue jezi ili tumnunue mchezaji. Hapo tayari ushafeli. Hata ungefikisha bilioni 16, Faisali tungemkosa kwa sababu hakuna jambo ambalo ukiliweka hadharani ukafanikiwa, hakuna. Bwana asante sana. Sasa mwishoni tukiwa tunamalizia, uko tayari kumuimba Dumbia hata kama anafanya vibaya uwanjani ili tu kumfanya Dumbia arudi kwenye fomu yake ya kawaida? Unajua unavyoangalia mchezaji sio kila shabiki jinsi anavyoangalia matokeo ya uwanjani. Unaelewa? Mimi naweza nikazungumza kitu hapa wote mkanikataa. Lakini kabla sijazungumza nataka niwape homework hapa. Unaelewa, wewe mwandishi wa habari wote mliokuwepo hapa. Ingieni Google. Sawa? Mgugoni mwalimu wa Simba toka alivyokuwa Stella Bush. Fuatilia mechi zake alizoshinda kwenye picha aliyopata matokeo ya pointi 3 na mechi ambazo alizopata sare. Sawa? Sitaki nikupeleke mbali sana kwenye ligi, unaweza kupata shida. Angalia tu kimataifa mpaka alivyofika ile hatua tunamtoa sisi tunaingia robo. Utakuja kugundua ni kocha wa aina gani. Mfumo, umemwona Dumbia alivyokuja? Dumbia ni mfungaji, sio mchezaji. Hebu tofautisha kwanza mfungaji na mchezaji, afu ndo utamuelewa Dumbia. Unaelewa? Mchezaji, ngoja nikupe mfano. Kulikuwa kuna Mayele ni mchezaji. Kwa sababu yeye anatoka, anaenda kule, anazunguka, anachukua mpira, anaweza akapiga chenga, akafanya. Dumbia hata kutuliza mpira ukimwambia control hawezi. Kwa hiyo ni mfungaji. Yeye ni mfungaji, yeye ni kupiga, haijalishi atafunga kwa staili gani, atauma meno mpira atafanya, lakini yeye ni mfungaji. Kwa hiyo inahitajika kocha atengeneze mfumo ambao Dumbia atapata malisho sahihi pale ili aweze kufunga. Kama utatengeneza mfumo ambao mawingo wa kimbia ambao hawezi kumletea cross za kuweza kufunga pale, Dumbia utamuona mbaya na utamchukia kabisa, kwa sababu Dumbia akiwa aletewi malisho huwezi kumuona uwanjani. Lakini kama atapata watu wazuri wanaompa mpira, tutafurahia magoli. Unaelewa? Yeah. Sasa inachotakiwa kocha aitengeneze timu yake kwenye mfumo ambao atamlisha striker wake. Na huyu kocha tuliokuwa naye, mimi naongea hii kitu na ukinifuatilia mimi nazungumza very clear. Sinaga mambo ya kupepesa. Huyu kocha sio kocha wa Simba. Mimi nilivyosikia Simba wanamchukua huyu kocha, sikutegemea kama tutabaki naye msimu wote. Nilijua tu lile dirisha dogo kwa sababu kuna shida pale, tutakaa naye pale, ila msimu ukiisha, unaelewa, tutatafuta kocha mwingine, lakini sio kubaki na huyu kocha. Kwa sababu hadeserve kuwepo Simba, hana zile namba zinazompa huyu. Eti sisi sasa hivi mimi nikae sasa hivi shabiki wa Simba nyami Simba, nasema kocha huyu tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika, nakataa hapa. Nakataa. Na kabla sijamaliza nakupa tathmini na hii utakuja kunipigia simu utaniambia. Tumecheza mechi moja ya ligi, sio? Leo tunacheza ya pili. Mimi natoa mechi 5 toka zetu tulizocheza. Kuna mechi 5 katika hizo mechi 5 kuna moja atafungwa au atatoka sare mechi 2.
Nisikilize mimi. Bwana, sasa kuhusiana na hii sakata ambayo linaendelea Simba, neno lako kwa mashabiki ni lipi? Mashabiki wa Simba ambao sasa hivi na wenyewe wamekuwa na mkanganyiko. Neno lako hasa ni lipi kwa kumalizia kabisa? Mimi neno langu nataka mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba wote tuwe kitu kimoja. Tuizungumzie klabu yetu sio kwa kuizungumzia kwa mabaya. Tuizungumzie klabu yetu kwa kuwaambia viongozi tunahitaji nini. Tusifocus na mtu mmoja mmoja. Hii ni klabu ya wanachama. Serikali wamesharuhusu mfumo wa uwekezaji ndani ya vilabu vyetu vyote, sio Simba na Yanga tu, vilabu vyote vya wanachama, sio? Kwa hiyo tupiganie huu mfumo ili uende ukatimie, ili Simba Sports Club iweze kuwa na watu stahiki ndani ya Simba Sports Club na tuweze kufanya kitu ambacho sisi sasa kitatugea matumaini ya kwenda klabu bingwa na kwenda kuchukua ubingwa wa klabu bingwa, lakini sio kwa sasa hivi tulivyo. Migogoro mingi inayoletwa ndani ya Simba sasa hivi, vitu vingi unavyoviona, hao mashabiki wanaongea, si wanachama wanaongea, si nani anaongea, ndani kwenyewe pia hakuko sawa. Sawa bwana, mimi nikushukuru sana.